binti pekee Asma Bakari Hussein ambaye amefika pekee amehitimisha Qur'ani. Allahu akbar, takbir! Waangalia kimo chake na angalia mzigo aliobeba kichwani, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Binti huyu ana umri wa miaka 10, amehitimisha Qur'ani kamili yote. Allahu akbar! Kwa heshima kubwa, mgeni rasmi, na kuruhusu urejee mahali pako na jopo lako kwa ajili ya kukaa na tuendelee na programu inayofuata. Sasa baada ya wageni rasmi kukaa, tutaendelea na ratiba yetu. Alhamdulillah, viongozi sasa wameketi, tunaendelea. Katika hawa 10 kuna binti mdogo ana miaka 10 na amehifadhi Qur'ani nzima. Tumeona namna gani hadhira ilivyoguswa na huyu binti. Japokuwa ameniambia nisimtaja, lakini nitamtaja. Ndugu yangu Sheikh Abdullah Sinani anasema huyu binti ana 500 yake. Takbir! Takbir! Allah kulipe kila la kheri Sheikh Abdullah Sinani na mashekhe wote na wadhamini wote. Surprise ya binti mwenye umri wa miaka 10 aliyehifadhi Qur'ani tukufu chini ya Al-Hikma Foundation anazidi kumiminiwa zawadi. Sharif Ahmad Al-Baiti, mkurugenzi mkuu na mwenyekiti wa iTravel, tumemsikia hapa akisema ya kuwa kwa kuwa binti anapewa tiketi ya umra na Peace Travel, akaja akatuambia yeye atatoa tiketi ya baba, lakini akasema hapana, jambo haliwezi kunoga bila ya wazazi wawili. Kwa hivyo baba na mama watamsindikiza mtoto wao kwenda umra. Na hii inanikumbusha maneno ya mwanawachoni mmoja aliposema, faya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima libas malabisu anwarin min at-taji wal hula. Sasa graduation inaanza hapa duniani. Mtoto mwenye umri wa miaka 10 anawapeleka wazazi wake umra. Sijui siku ya kiyama itakuwaje. Lakini kama ile alitoshi, surprise kwa huyu binti bado yaendelea. Kutoka nchini Kenya, jijini Mombasa, mkurugenzi wa Al-Hajar TV anatufuatilia live, anasema anamsindikiza Sheikh Abdullah Sinani kwa 500. Kwa lugha ya sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, binti ana tiketi 3 za umra na M1. Sasa hivi imenijia kitu kimoja. Huyu binti alohifadhi Qur'ani tutamdhamini. Huyu binti ambaye anaitwa Asma tutamdhamini. Alhamdulillah sisi. Kwa hivyo safari Peace Travel, umra 2 kwenye mashindano, umra 1 kwa ajili ya yule binti Asma. Na huyu nitaomba siku Sheikh Pama Abu Hafsa, siku ukienda wewe na taasisi, basi umchukue ile binti, asiende na kiongozi mwingine, wewe ndio utakuwa mlezi wake. Sawa? Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu mgeni rasmi na viongozi wengine wa kiserikali na dini, itifaki imezingatiwa na wageni wote waliko. iTravel Haji na Umra tunafanya shughuli za umra pamoja na haji kila mwaka, na tumekuwa wadhamini kwa tiketi za umra kwa Al-Hikma, na inshallah kwa mwaka huu pia tutadhamini tiketi 2 za umra, lakini kwa kuongezea, kwa kumsaidia mwenzangu Peace Travel, nitamdhamini baba wa mtoto wa kike ili aweze kwenda katika safari hiyo. Kwa pamoja tutawasiliana ni namna gani tunaweza kumpeleka kwa pamoja na babake,
inshallah. Shukran sana wa jazakumullahu khair. Asante. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Bakari Hussein Baluku, wengine wanatambua kwa jina la Abubakari, na yeye ndio almaarufu sana. Huyu ni mwanangu anaitwa Asma Bakari Hussein Baluku, ana miaka 10. Ameanza kuhifadhi Qur'ani akiwa na miaka 5 katika shule ya Al-Hikma. Kwanza darasa kwanza tu kaanza na madrasa hapo. Sasa hivi iko darasa 6 anajalia hifadhi safu mzima. Mimi naitwa Asma Bakari Hussein na miaka 10, nasoma Al-Hikma Primary School. Nipo darasa 6. Umehifadhi juzuu ngapi? Nimehifadhi juzuu 30. Mashaallah. Pewa msaada. Naam, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na kwa nafasi yako tumechagua maeneo machache ambayo tutakuomba wewe binafsi ukabidhi zawadi, maeneo machache. Na ni kwa sababu tuna hamu usikilize sana, lakini pia tuna hamu tutoke jasho sie na sio wewe. Kwa heshima sasa na kuomba ukishirikiana na Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal pamoja na mgeni wetu Sheikh Abdul Rashid Ali Sufi na jopo la mbele wakusindikize hapa mbele kuweka line, watunuku vijana 10 ambao wamehitimisha Qur'ani tukufu, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, pamoja na Sheikh Shalingeruko na Sheikh Mkoa na Naibu Mufti, muwape zawadi ya kuwakabidhi vyeti vijana hawa, kutambua nafasi na njia waliopita kuhitimisha Qur'ani tukufu. Kwa heshima kubwa na waomba msogee mbele hapa. Hapa chini. Wakati huo wanaoandaa vijana umewaandaa kwa karibu kwa orodha nilionayo, ili wasichukue muda mrefu na mheshimiwa arejee kukaa. Kwa heshima kubwa sasa naomba nimwite mhitimu wa kwanza ambaye ni Salim Abdul Hakim Musa. Salim Abdul Hakim Musa. Salim amefika, na ni taarifa kwenu nyote, kila mwaka kuna dufaa, kundi la vijana waliohitimisha Qur'ani, na hii ni Qur'ani kamili, Qur'ani nzima. Huyu ni Salim akimalizia kupiga picha, Salim Abdul Hakim. Wa pili ni Ramadhan Juma Changandu. Ramadhan Juma Changandu, karibu, simama mahali pako upige picha na mheshimiwa mgeni rasmi. Wakati huo ajiandae watatu ambaye ni Idrisa Juma Changandu. Hawa ni ndugu. Hii ni dufa, kundi la waliohitimu kutoka madrasa ya Al-Hikma Foundation pale makao makuu. Si tu tunasimamia mashindano ya Qur'ani, lakini tunaonoa vijana kuingia katika ulimwengu huo uliosemwa na Rais wa Hayatul Ulama wa kuzitayarisha nyoyo. Baada ya Idrisa, sasa anayefuata ni Imad Alwi Hadi. Imad Alwi Hadi, na huyu si tu kamaliza Al-Hikma, lakini ni mwana wa Al-Hikma hasa, na yeye anaonyesha si jahazi la kusifia wengine, lakini naye yumo jahazini akielea baharini. Baada ya huyo anafuata Hudhaifa Rashid Ali. Hudhaifa Rashid Ali naye ni mhitimu kutoka Al-Hikma Foundation, akifuatiwa na Akram Humud Mas'ud. Akram Humud Mas'ud. Arkam. Samahani, jina lake ni Arkam Humud Mas'ud. Akifika mbele ya mgeni rasmi sasa, kakaa mahali pake, simama mahali pake kwa ajili ya picha, na anatunukiwa cheti chake. Baada ya yeye anayefuata ni Mansur Said Tamim. Mansur Said Tamim. Mansur kafika mahali pake, kapokea cheti chake. Naam. Baada ya yeye anafuata ni Umar Ali Umar. Umar Ali Umar amefika kusalimia viongozi, kisha atakwenda mahali pake na kupokea cheti cha kisimama karibu katikati ya mashekhe. Wameacha nafasi yako kabisa.
Na mwingine muhitimu ni Abdul Karim Hassan Hamisi. Abdul Karim Hassan Hamisi ambaye ni mtu wa 9 katika waliohitimu Qur'ani, kafika mbele ya mgeni rasmi, kasimama mahali pake na kupokea cheti chake. Wa mwisho kipekee kabisa katika kundi la watu 10 ni binti pekee Asma Bakari Hussein ambaye amefika pekee, amehitimisha Qur'ani. Allahu akbar, takbir! Waangalia kimo chake na angalia mzigo aliobeba kichwani, maneno ya Allah tabaraka wa taala.